Yes, leo ni siku njema sana msikilizaji. Karibu sana popote pale ulipo. Karibu tuyasikie mengi katika ripoti ya leo ya EFM. Kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki. Tuko na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Daniela na tuko tunaendelea nao. Na mimi niko hapa leo kukujuza mengi zaidi, lakini zaidi nikukumbushe pale tuliishia siku ya jana. Ndio. Jana tuliishia ndugu yetu mpendwa wetu Daniela akitueleza haya. Daniela akisema kwa habari ya yeye kupona. Ndio, anasema nimepona. Na anatueleza njia ambazo zilikuwa msaada kwake baada ya mateso ya muda mrefu. Lakini Daniela anatueleza hatua ya yeye kuchukua hatua ya kwenda kuendelea na masomo. Sasa ni level ya chuo. Utakumbuka Daniela alianza kupata changamoto za kukataa shule, za kuwa mtukutu akiwa amemaliza level ya elimu ya kidato cha 6, na akiwa amefanya vizuri, na akiwa ni mmoja kati ya wanafunzi ambao walipatiwa sifa za kupata mikopo. Yani alikuwa na mlango wake ulikuwa uko wazi kwenda kujiendeleza na masomo ya chuo kikuu, lakini yeye ndo alikataa shule, alikataa kila kitu. Kwa sasa mambo yamekaa vizuri, amepewa matumaini mapya. Watu wa karibu wamemtia moyo na kumwambia inawezekana, amkasonga mbele. Yale ambayo ulitamani kuyatimiza, unaona miaka imesogea, hapana, unaweza ukayatimiza hata sasa. Elimu haina mwisho, na akatamani basi aendelee na masomo ya chuo kikuu. Ndio. Haya yote Daniela alishia pamoja nasi msikilizaji, lakini pia nilikueleza habari ya Daniela kupatwa na hali kama ile ya mwanzo. Alianza kusikia maumivu ya kichwa akiwa chuoni. Hali yake ikazidi kubadilika na mpaka Daniela kudondoka, na anashtuka akiwa hospitali. Daniela anashangaa, kwani shida inanirejea tena? Mbona mimi nilikuwa najua haya mambo yamefika mwisho, inakuaje tena hii hali inaendelea kunisumbua? Lakini yote juu ya yote, anapigiwa simu Daniela na akiambiwa habari za mama Ana, jirani yao, ambaye huyu mama kwa maelezo ya Daniela ni mwanamke ambaye ndiye amefunga maisha yake, ametesa maisha yake. Lakini unajua mambo ya kichawi sio mambo ya kusadikika, ya kuaminika. Yani kwamba ukamshtaki mtu ananiroga, ukamshtaki huyo ndo anayenisababishia mtoto wangu na matatizo, ni mambo ambayo ni uthibitisho wake si uthibitisho wa kujitosheleza. Karibu sana leo msikilizaji, tusogee mbele zaidi na mimi nikujuze haya. Karibu. Leo tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na tunayasikia haya ndugu yetu anaitwa Daniela akishia pamoja nasi. Wakati tukisikia haya kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Daniela, huenda wewe una changamoto yoyote ambayo inafanana na Daniela. Natamani leo siku ya Ijumaa, wakati tuko hapa tukiyasikia haya yawe sehemu ya msaada kwako, na wewe kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama si wewe, basi ndugu yako, rafiki yako, mtu wako wa karibu, yule ulimpenda zamani, sasa hivi amebadilika. Ndio. Yes. Daniela anasema hii ni simu ambayo mimi naipokea kutoka kwa mamangu, na mamangu akisema huwezi amini kile kilichotokea. Akinieleza huwezi amini, mama Ana kashikwa uchawi. Mama Ana kashikwa uchawi. Yani unamaanisha nini ukisema mtu kashikwa uchawi? Daniela anasema nilimuuliza mama akaniambia basi nikueleze mwanangu, mambo ya kushangaza sana. Mama Ana amekuwa na sifa mbaya, lakini si vitu vya kusadikika. Yani sio vitu vya kuaminika. Narudia tena, uchawi sio vitu vya moja kwa moja kuwa na uthibitisho wake kwa kumthibitisha huyu mchawi. Utathibitisha kwa mambo ambayo pengine anaweza kaja kujitokeza. Hiyo imekuwa ni sifa yake mbaya, akiharibu watoto wa watu. Mama akiniambia amekuwa ni sugu yeye pamoja na watu wake ambao wanashirikiana kuharibu watoto wa watu. Hapa mtaani
Watoto waliokuwa wakifanya vizuri, wakiaminika, wakiwa na heshima, wameharibiwa. Wanavuta mabangi, wamekuwa tukutu, wengine wameshauawa. Wakati wao umefika, mwisho wao umefika. Maneno ambayo mama alikuwa akisema. Nini mama unataka kusema? Daniela anasema, mama aliniambia mama Ana ameshikwa uchawi akiwa mtupu, hajawa na mavazi yoyote mwilini mwake. Imetokeaje? Imekuwaje kwani? Ni wapi hapo ameshikwa uchawi? Mama aliniambia, sijui hata walikuwa na kitu gani, sijui hata ni nini kilichotokea, lakini alienda katika nyumba moja na unakwenda kufanya mambo yake. Sijui alikuwa na wenzake, lakini hapo ndipo ambako amekutwa. Ameganda hapo mpaka asubuhi. Nikamwambia mama, inawezekana hivi vitu sioga nasikia? Anasema, unasikia vipo mwanangu? Imekuwa ni aibu. Yale maneno yote ambayo watu walikuwa wakisikia wakikataa wameyasadiki. Watu wamemvamia, wamempiga, lakini Wasamaria wema wakasema hapana, hiyo ni jambo si jema kuchukua sheria mkononi. Daniela anasema, mimi niliyasikia hayo nikamwonea huruma huyu mwanamke, kwa sababu nakumbuka mafundisho ambayo nimeyapata kutoka kwa mama sister. Tuwaombee wale waliotukosea, waliosimamisha maisha yetu. Hao tuwapaswa kuwaombea. Na kisasi si chetu sisi wanadamu, kisasi ni cha Mungu. Mioyo inaugua sana kuumizwa na watu ambao wengine tuliwaamini, tukaweka karibu, lakini maumivu yao yasitufanye sisi tukawalipiza kisasi au tukatamka yale yaliyo mabaya. Nimejifunza kuachilia, kusamehe pia. Nilisema, maskini mtu huyu amepata aibu kubwa sana. Mama akasema, ndo faida ya dhambi. Unasikia maneno haya, mwisho wa dhambi ni aibu, ni mauti. Nilimwambia mama, basi nashukuru sana kwa taarifa. Akasema, lazima ufurahie mwanangu. Ukiona unafika hatua adui zako anadondoka, ni ishara kwamba sasa uponyaji wako umekuwa mkamilifu. Maana nilihisi huyu mama pengine anaendelea kujipanga na jeshi lake endelee kukutesa mwanangu. Lakini Mungu wetu ni mkubwa. Yeye anayejibu maombi yetu, amejibu maombi yetu kwa moto. Nakumbuka tu nilitabasamu nikamwambia mama, nimekusikia na mimi naamini Mungu ameshanivusha. Nilishatoka kule. Na naamini Mungu anaendelea kunitengeneza na kunibadilisha na kuzidi kunifanya niwe imara. Nimesikia huruma sana kuhusu huyu mama. Maana unavuta picha mtu mzima akiwa yuko mtupu, watu wanamtembeza, unaonaje? Yani sio jambo zuri. Hata alipendezi. Lakini ndio hivyo imekuwa kwake mama Ana. Mimi sijawaona watu hawa siku nyingi sana, ila nilipokea habari hizi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Daniela katika siku njema ya leo. Daniela anasema, mimi nilipata nafasi ya kuzungumza na marafiki zangu, masista ambao niseme ndo wako wakinipa mimi moyo sana. Na hata sasa wameendelea kuwa marafiki zangu wazuri. Niliwaambia kuhusu habari hii, nao walisikitika sana. Wakasema ni maombi yetu Mungu amjalie, ampe neema huyu mwanamke aweze kujua anapaswa kubadilika. Kwa hiyo yani hawa ni watu wa ajabu sana. Yani wakati wewe unawaza ni heri mtu huyu apatwe na mabaya, ni heri mtu huyu apotee, wao wanawaza tofauti. Wamenifundisha vitu vikubwa sana. Yani nikisema nilikutana na watu wenye moyo wa ajabu, hawa masista walikuwa ni watu wa pekee sana. Sikuwahi kuwafuatilia before maisha yao. Inawezekana kuna story 2-3 nilishowahi kusikia kuhusu wao, nikazibeba nikawa na mitazamo tofauti, kumbe waga watu hawafanani. Hawa mimi nilikutana nao walikuwa ni watu wema, wasiokuwa na visasi, na mara zote wamekuwa wakiwaombea watu. Yes, ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Daniela. Daniela akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Daniela anasema,
Daniela anasema haya ni mimi nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Natamani na huwa napenda kuyasema haya bila kuchoka kwa ndugu zangu, marafiki, na wao wayasikie haya ambayo mimi nimeyapitia. Daniela anasema tulizungumza mimi pamoja na masista na kuendelea na ratiba nyingine. Nakumbuka tulikaa siku kadhaa. Mama alinipigia simu. Akaniambia, Daniela, Mungu wako anaishi. Nikamwambia, kwa nini mama? Ninatamani Daniela siku moja uje hapa mtaani, watu waje wakuone. Wengine hata walihisi umeshakufa, kumbe we uko hai. Watu waje wakuone Daniela. Nikamwambia, mama, kwa nini unasema hivyo? Naamini kwa kupitia wewe Mungu ndo ameyatenda haya makubwa ya kuponya mtaa wetu. Nikamwambia, mama, kwa nini unasema hivyo? Yaani mimi nilikuwa tu namuuliza mama, kwa nini? Daniela anasema tangu siku ile mama Ana amekamatwa uchawi. Ninavyosikia vitu vilianza kutoka nyumbani mwake. Yaani si hivi kwa mfano mtaani hivi mnakaa mko peaceful, mnasikiaga mtu mchawi anachezea watoto wenzake, lakini vithibitisho hakuna. Kuna wengine wana namna zao, wanasema ndio mchawi, labda wanaenda na wao kuloga, lakini sio vitu vya kuaminika. Daniela anasema mama ananiambia, sio kwamba mimi niko kwenye eneo la tukio. Mimi niko na maisha yangu huku, unajua. Mimi niko huku na soma zangu, niko na marafiki zangu, hawa masista wanaendelea kunitia moyo, tuko pamoja. Yaani nimepata familia mpya kabisa. Na naendelea vizuri kabisa. Mama ananieleza. Mama ananiambia vitu vinatoka nyumbani kwa mama Ana ajabu na kushangaza. Kuna mtoto mmoja wa mama Ana alifariki. Na mtoto huyo wa mama Ana alifariki kipindi kile mimi nikiwa bado niko huko nyumbani na nilipatwa na shida. Kwa hiyo hata huko msiba sikushiriki, na mimi nilikuwa niko na changamoto zangu nyingi sana. Lakini kuna Ana, kuna ndugu zake pia wengine. Daniela anasema ninaambiwa kuna nyoka alitoka nyumbani kwa mama Ana. Sasa nyoka kwenye jamii yetu tunaona nyoka, si tunakutana nao. Unakuta unatoka hapa umekutana na kijoka, utakiua na nini. Sasa mama ananiambia huyu sio kijoka kidogo, ni bonge la joka lilitoka nyumbani kwa mama Ana. Joka ambalo lilikusanya mtaa watu. Yaani joka lilifanya watu wakusanyike. Sasa sijui limekosa chakula, sijui lilikuwa linafugwa, sijui ilikuwaje mpaka likatoka. Yaani ninaelezwa na sisimka, nasema hebu nieleze. Na mimi nilikuwa nikiota sana habari ya majoka. Na ninakwambia niisha kuota ndoto ninatapika, natoa vijoka vidogo, nikivitupa huko vijoka vinakuwa vikubwa. Yaani kijoka kinakuwa kama kikubwa kama lichatu likubwa. Sasa sijui mama Ana uchawi wake ulikuwa ni wa majoka, haijulikani. Lakini unaambiwa pale mtaani vijana wa mama wa baba, huyu katupa jiwe, huyu kafanyaje, watu wengine wanaogopa. Lakini unaambiwa walimpiga yule nyoka wakamua. Mama anasema watu walivyokuwa na hasira ikutosha, wakaanza kumkatakata yule nyoka. Haikuisha hapo, wakamchoma moto. Yaani yule joka hilo wananchi wakalichoma moto. Sasa hapo namuuliza mama, wakati haya anatokea, huyu mama Ana yeye alikuwa wapi? Alikuwepo wapi? Anasema toka siku zile tukio limetokea, si aliokolewa na Wasamaria wema. Kwa hiyo hakuonekana hapa. Naona alikuwa anahofia watu wasije wakamvamia, kwa lile kwamba yeye ni kweli kabisa na kuwa na hofu, kwa hiyo alitoka eneo hili. Nikamwambia mama, sasa nini kimetokea? Akasema, mwanangu, huyu mama Ana alikuwa naona yuko kwenye kifungo cha mateso makubwa. Nikamwambia kwa nini? Akasema, nakwambia vitu vimezidi kutoka siku hadi siku ndani mwake. Sasa sijui alikuwa anawalisha chakula sasa hawajapata. Sijui kilichotokea, lakini ni vitu vya kushangaza.
Kwa hiyo uthibitisho 100% kwamba wewe ni mchawi, ndio vitu vinazidi kujidhihirisha kama hivi. Mbaya. Mbaya. Hii sio nzuri kabisa. Sio nzuri kabisa. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Daniela. Daniela anasema, mimi Daniela ninasikia haya. Na kiukweli katika haya nilisikia ndani yangu msukumo wa kusema nitaenda nyumbani. Nitaenda nyumbani siku moja, nitaenda nyumbani. Na kweli nakumbuka nilizungumza na marafiki zangu, masista, mimi niko bado nakaa na hawa ndugu zangu. Na wananisaidia sana. Yaani wananisaidia sana. Niseme ni wananisaidia sana. Neno halitoshi kusema wananisaidia sana. Kiroho wamenisaidia sana, wamenijenga, nimekuwa mtu mwingine tofauti, na mtu kubadilika inawezekana. Mimi wanaamini kama mimi ninaweza kubadilika, naamini mtu yote anaweza kubadilika. Na hata nikimwona mtu mwingine yuko kwenye hali mbaya zaidi yangu, mimi waga naamini huyu mtu anaweza kubadilika. Yaani sijui yuko kwenye mazingira gani, yaani sijui, ila naamini mtu anaweza kubadilika. Nilivyokuwa siko nilivyo sasa. Yaani sasa hivi mimi ni mtu naweza nikatazamika. Unaweza ukanitazama ukaniona mimi ni msichana. Unaweza ukanitazama ukasema umependeza. Ndio, nimebadilika sana. Daniela anasema nilizungumza nao wakaniambia hauna kitu cha kuhofia tena. Huwezi ukaendelea kukimbia nyumbani kwako eti kuogopa uchawi. Kila kitu kwako kilishakuwa sawa. Kila kitu kwako kilishabadilika. Hakuna tena milango tena ya ibilisi kutesa maisha yako. Imebaki historia kwako. Nilirejea nyumbani kwa ujasiri mkubwa sana. Mimi nikarejea nyumbani na kutana na ndugu zangu. Nikaambiwa hapa kwa mama Ana toka walipofunga, kwa hiyo hakuna mtu yeyote. Nikasikitika sana. Mahali hapa tumekuwa tukikaa tukicheza na Ana, amekuwa rafiki yangu. Uchawi ni kitu kibaya sana. Uchawi unatesa sana watu. Lakini yote juu ya yote, mimi nilifurahi kukutana na ndugu zangu. Nimerudi nyumbani. Wanashangaa sana. Majirani wanashangaa sana. Watu wananishangaa sana. Ni huyu Daniela tulikuwa tunamjua. Ni huyu alikuwa kivuruge. Ni huyu alikuwa hafai. Yes, ni mimi. Ni mimi hapa. Ndio niko na matatu na jistili tu navaa nguo ambazo hauwezi ukaona matatu yangu. Nilikuwa nimetoboa uso wangu. Lakini nimeondoa vile vipini nimevitoa. Siwezi nikaonekana kama vile nilivyokuwa mwanzo, lakini nina nafuu kubwa sana tofauti na nilivyokuwa. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Daniela. Daniela anasema basi nilifurahi. Niliomba pamoja na ndugu zangu. Na mama akasema ni wakati sasa wa kurudi nyumbani. Nikasema ni sawa. Ni jambo jema pia. Lakini kule nimeshazoea. Kiukweli nimezoea. Na hawa masista sio kwamba walikuwa wananisaidia mimi peke yangu. Kuna watu wengine pia wako wanatiwa moyo, wanasaidiwa. Kwa hiyo niliona bado natakiwa kukaa kule. Daniela anasema na nikarejea mimi, nikaendelea na masomo yangu, nikawa naambiwa pale kwa mama Ana hajawahi kurudi mtu. Mimi nikaendelea na masomo. Nakumbuka nikaja nikaambiwa yule binti yake, yani huyu mama Ana, binti yake anaitwa Ana. Binti yake Ana ambaye alikuwa rafiki yangu na sijamuona siku nyingi sana, nikaambiwa amepoteza maisha. Alikuwa anaumwa akafariki. Hatukupata nafasi ya kujua chochote kile kwa sababu hawa watu waliondoka hapa. Na hii nyumba toka walipoondoka nyumba imefungwa. Na hatujui la zaidi ya taarifa hizo ambazo tulipewa. Bado mimi nilizidi kusikitika sana. Kwa sababu kilichowakimbiza ina maana ni aibu, kilichowakimbiza ni hofu, kilichowakimbiza ndo mengi tunaweza tukawaza kwamba pamekuwa sio sehemu salama kwao kuishi na hii ni nyumba yao. Daniela anasema mimi nikaendelea na mapambano yangu ya maisha, bado na matumaini makubwa sana. Namshukuru Mungu kwa mengi kwenye maisha yangu. Daniela anasema
nilikuwa nasomea kozi. Nilitamani kuwa mwalimu. Yani nilipomaliza kidato cha 6, nina vitu ambavyo nilikuwa natamani sana kwa ukubwa. Nilikuwa natamani kuwa daktari, nilikuwa natamani nini yani, lakini nilisoma walimu na nilikuwa napenda sana kuzungumza na wasichana. Napenda sana kwa sababu naamini kuna namna ambavyo kuna mabadiliko yanaweza katokea katika usichana, lakini kuna hali ya mabadiliko yanaweza kaja mabadiliko ambayo yakawa sio mabadiliko ya kawaida. Ndo kama ambavyo mimi naweza nikasema yalinipitia pia. Kwa hiyo nikaendelea vyema kabisa. Mimi nimekuwa msichana mzuri kabisa, na mimi Daniela katika harakati zangu za hapa na pale nilikutana na mkaka mmoja ambaye alionyesha kunielewa, alionyesha kunipenda. Unajua sasa siku zimesogea, nimekuwa mdada mkubwa. Nilishasemaga haitakuja kutokea. Siwezi kumpata mtu ambaye anaweza akanielewa akaja akanipenda jinsi nilivyo. Lakini nimejifunza kuamini Mungu yupo na anaweza kukutanisha na mtu sahihi. Na ndio mimi Mungu alinikutanisha na mtu ambaye alionyesha upendo kwangu. Kuna namna ambayo mtu unaweza kupata hofu, labda pengine anadanganya, labda anataka tu kunitumia. Daniela anasema lakini haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo kwa sababu kwanza alikuwa na shauku ya kujua familia yangu sana. Anataka kumjua mamangu sana, anataka kujua ndugu zangu sana. Lakini nilimkutanisha na moja kati ya masista, na sister alimuona, nikamwambia sijui unamuonaje? Akaniambia wewe niambie wewe unamuonaje. Kwa sababu hiki ni kitu tulikuwa tunakuombea. Wewe sijui unamuonaje? Nikamwambia mimi namuona ni mkaka mzuri, namuona ni mtu mwema, lakini nikasema ngoja nimlete pia na kwenu nyinyi mmuone. Akaniambia mimi naona kabisa, naona ndani yangu ni mtu mzuri na naona anakupenda kweli. Kwa hiyo usianze kukwepa ukaanza kuzuga. Huna muda wa kupoteza. Una muda wa kupoteza Daniela. Nikusema ndio. Nikamwambia kweli? Akasema yani sema ndio. Halafu hatua nyingine zifuate. Hatuna mashaka, huyu mtu ni mwema. Basi mtu wa pili kumueleza, nilimueleza mamangu. Yani nilimueleza sister ambaye tulikuwa naye karibu kuliko hata kumueleza mamangu. Kwa baada ya kumwambia sister ndo nikaenda kumwambia mama. Mama akawa very surprised. Hey mwanangu, umepata mchumba? Daniela umepata mchumba? Jamani, ni kweli? Nikamwambia mama ni kweli. Yani mtu anadia anauliza umempatia wapi? Nimempatia barabarani huko. Mchumba nimempatia barabarani na anataka kunioa. Mwanangu, mmekaa mmechunguzana jamani? Ndio tumechunguzana mama. Ananipenda. Ni muujiza. Kwa kweli kwangu mimi kumpata mtu wa kunipenda ni muujiza. Na naamini hiyo ninayoifili sio mimi peke yangu. Naamini kuna msichana huko mahali umejichora tattoo, mwilini mwako una tattoo. Na kuna sentensi watu wanasema ukiwa na tattoo sahau kuolewa. Watu wanakuambia ukiwa na tattoo sahau kuolewa. Hauwezi kuolewa. Mwanaume gani anaweza kaoa mwanamke amejichora matatu? Si umejichora tattoo ngapi? Mimi nilikuwa nimejichora sio tattoo moja, sio mbili. Nakwambia nilikuwa nikiamka kuna ua nimelipenda ninaenda kuchora. Mara ya kwanza tu nakumbuka nilichora jina la mamangu. Yani kumwambia I love you mama. Mara ya kwanza hiyo nilichora. Na mama akalani sana hicho kitu. Na mimi nikamwambia kwa mimi kuchora, kumbe kukuchora mimi nimekosea. Kumbe sikupaswa mimi kukuchora. Unaona? Lakini huo ulikuwa ni mwanzo, lakini baadaye mwili wangu katapaka tattoo. Yani unajikuta una matatu. Unawezekana hata umejitoboa. Umejitoboa kwenye masikio, umetoboka huko kwenye wapi, yani wewe umejitoboa. Yani wewe mwenyewe ukijiangalia unasema mimi basi. Hapa mimi basi. Huoni kama atatokea anayekupenda. Nataka nikwambie atatokea anayekupenda. Alafu mimi nikwambie amenipenda mtu hata sio mume wa mtu. Maana kuna umri mtu unaweza ukafika ukasema labda atokee mgane. Kwa hali hii labda kuna mgane mmoja anionee huruma. Aje anioe,
lakini sikupata mwanaume mgane. Nilimpata mwanaume ambaye naamini naye alikuwa akiningoja mtu kama mimi. Yes, tukutane na tujenge maisha. Hili ni jambo ambalo kiukweli limshangaza kila mtu, kwamba mimi nimepata mchumba na wanataka kumuona. Yani wakisi labda nimeokota mwanaume fulani hivi aeleweki, unajua. Si unajua kuna ile hali, yani inafika kipindi mtu unasema jamani yote tu mimi niliokotea. Hapa nilipofika tu na feel upweke. Nitakaye kutana naye mimi hapa na Msomba. Ninamsomba tunaanza maisha. Lakini haikuwa hivyo kwangu. Yes, haikuwa hivyo. Nilimpata mtu ambaye moyo wangu ulifeel kweli, na alikuwa ni mwanaume wa haja kweli kweli. Yani mwanaume gentleman kabisa yani. Yani nikisema hivyo sio unione kama mimi huyu bwana atakuwa yani huyu labda alimpata mlevi, alikuwa mlevi mwenzake kachakana yeye. No. Nilimpata mtu ambaye hata hana historia ya kuishi maisha. Na ni mtu tu mwema. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Daniela katika siku njema ya leo. Msikilizaji, basi nami nitakupeleka mapumziko dakika chache, tutarejea hapa na tutasogea mbele zaidi kujasikia haya ndugu yetu anaitwa Daniela akiendelea kushia pamoja nasi. Na mimi niko hapa leo siku ya Ijumaa na tukamilishe mkasa huu. Mkasa huu umekuwa kitofauti kidogo. Yes, umekuwa kitofauti kidogo, lakini niliona ni vyema tusimulie mkasa huu tukiamini kuna familia za watu zinaenda kuguswa na mkasa huu. Pengine ni yeye mwenyewe au mwana familia anaweza kana changamoto kama za Daniela. Tunaishi kwenye maisha, tuna ndugu zetu wana changamoto kama hizi. Kwa hiyo jambo jema. Basi mapumziko dakika chache. Daniela akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Daniela anasema ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hatua hizi. Hatua njema, hatua za baraka sana. Nakumbuka. Daniela anasema nakumbuka mtu huyu alichukua hatua na kwenda kujitambulisha, yani kwa kutuma watu kwa hatua za awali. Hakuishia hapo. Alikuja kutoa mahali. Unajua kwa nini nikizungumza hivi ninafeel ndani yangu kitu cha tofauti sana, kwa sababu ni Mungu amenipa nafasi ya kufurahia mahusiano. Ndio kabisa. Kuna watu wengine ujibebea hukumu ndani yani kujihukumu wao kwamba yani nimetumika sana, nimefanya hiki. Yes, ni kweli. Kwa maisha ambayo nimeishi nimekuwa na mahusiano na wanaume wengi. Lakini pale nilipotambua nafasi yangu, sikuwahi kufanya makosa hayo tena. Na nilisema nimeyafuta yaliyo ya kale, ninaishi yaliyo mapya. Ninaishi leo ambayo ni njema Mungu amenipa. Na niliona kwamba ni kweli nilistahili kupata mtu sahihi. Unajua kuna wakati watu wanasema hivi mwanaume, yani ni wanaume wengine, yani hivi mwanaume ameuliza historia ya msichana. Watu wanazungumza hivi ameuliza historia ya msichana. Yani jamani, namuonea huruma huyo kaka. Unaweza ukawa tu ni kwamba hujajua, lakini nilishabadilika. Siaishi tena yale ya mwanzo. Mimi ni mtu mpya kabisa. Historia yangu imebadilika. Unaweza ukawa unaendelea kunihukumu mimi ni mdhambi, lakini mimi siishi tena katika yale maisha. Nimeshabadilika. Daniela anasema nimeshabadilika. Mimi si yule msichana kwenda tena sauna, kwenda kuwafanyia watu massage na kujihusisha na mahusiano na kila mwanaume. Mimi sio huyo tena. Ni mtu mwingine tena, mpya kabisa. Na kitu ambacho nilikifanya ni kumweka wazi mpenzi wangu. Kumueleza ukweli. Ni bora ya mambo ayasikie kwa kinywa chako. Na kama akiona moyo wake unakuwa ni mzito kuyabeba, na ashindwe mapema kuliko kumficha, akuoe, mpo kwenye ndoa ndo watu waanze kumpa mafaili yako. Sikutaka hilo. Na hata pia huyu sister aliniambia, mwambie mtu ukweli. Usimfiche mtu. Unajua siku hizi mtu unaficha mtu kama una mtoto au una watoto wawili, unaamua kumficha mmoja ili uonekane una mmoja uolewe. Mkioana mwenzako baadaye anakuja kujua una mtoto wa pili, au ulisema huna kabisa, anakuja kujua una mtoto. Inaumiza. Anaweza kukubali kweli, okay, ulinidanganya ili nini, lakini
anaweza kupunguza uaminifu kwako. Sikutaka hicho kitu. Nilishaamua kuanza maisha mapya. Sijamwendea kwa mganga huyu mwanaume mimi. Nilikuwa nikimwomba Mungu kama ni mapenzi yake basi na anipe furaha ya maisha ya ndoa. Naamini Mungu amemleta mtu huyu kwangu. Kwa hiyo sina sababu ya kuanza kutumia nguvu zangu nyingine za kusema kwamba naweza nikapigania ili penzi. Daniela anasema nilimueleza A mpaka Z. Nilimueleza. Alinisikitikia. Lakini alipata nafasi ya kuzungumza na sister. Sister alimwambia, ya kale yamepita, tazama ni mapya. Na mtu huyu akasema, mimi nampenda Daniela. Mimi nampenda Daniela. Nilijifunza mtu anaweza akapendwa. Yani unaweza ukapendwa hivyo ulivyo, na matatu yako unaweza ukapendwa, na vipini ulivyojitoboa toboa unaweza ukapendwa, na unene wako hivyo unaweza ukapendwa. Wewe ni mfupi unaweza ukapendwa. Hivyo hivyo ambavyo wengine wanaweza kukuona wewe huyu bwana, hivyo hivyo unaweza ukapendwa. Na ukapendwa na mtu ambaye watu wakabaki wanashangaa anampendea nini. Hivi huyu ameuliza faili la huyu mtu, lakini mtu huyu akakupenda na akakujali akakuthamini. Ndivyo ilivyokuwa kwangu. Nilivishwa pete ya uchumba. Hivi si unanielewa? Sijui unanielewa? Vitu vyangu vyote vilivyochelewa vinatimia sasa. Mungu ana uwezo wa kukurejeshea vitu vyako vilivyopotea, lakini hata vile ambavyo ulipaswa kuvipata kwa majira fulani haukuvipata, Mungu anaweza kukupa kwa majira sahihi. Ndivyo ambavyo Mungu amefanya mimi kwangu. Watu walisema kwa umri wake sasa hivi, yani huyu wataoana kimya kimya. Haikuwa kimya kimya. Pete tu ya uchumba yenyewe nimevishwa. Ilikuwa pambe. Ilikuwa pambe. Marafiki zangu wako wapi? My sister kama wote wamekuja. Wananifurahia. Nini? Ilikuwa njema sana. Kwani niliishi hapo? Hata kitchen party nilifanya. Mwenzio nilifanya kitchen party. Unasema jamani hadi kitchen party na send off nilifanya. Daniela anasema na harusi tulifunga. Mimi ambaye watu walikuwa wakiniita kahaba, anajiuza yule. Kutwa kwenye mabaa, kutwa anajichora matatu. Ni moyo unikichaa yule. Mimi ni wakuropoka barabarani natukana kila mtu. Ni kwa sababu yale ya kale yamepita na nimekuwa mpya na thamani yangu imekuwa kwa ukubwa sana. Nikawa mke wa mtu. Daniela anasema kuna mambo nikieleza kwenye maisha yangu, moyo wangu unamtukuza Mungu kwa kiwango kikubwa sana. Nilipata kazi, nikapata mume, nikamshukuru Mungu kwa hayo yote. Daniela anasema mimi ni yule ambaye nilikombolewa sana. Moyo wangu ulikombolewa sana. Sikutamka laana kwa watu ambao walitesa maisha yangu. Na najua hawakutesa maisha yangu tu peke yangu. Kuna vijana wengi mtaani wameteseka. Watu wengi wameharibiwa maisha yao. Lakini sikutamka laana kwa hao watu. Sema Mungu mapenzi yako yatimizwe. Wafungulie neema na wao wajue kweli yako. Kwa sababu kuna nyakati mimi nilifanya mabaya ni kwa sababu sikupata neema. Kama ulivyonijalia mimi wajalie na wao pia. Siku moja waone uzuri wako. Daniela anasema na hivi ndivyo ilivyokuwa kwangu. Sikuishia hapo, Mungu alinibariki nikapata mtoto. Mimi huamini Mungu ana uwezo wa kubadilisha vitu kwenye maisha yako. Kikubwa usikate tamaa, kwa sababu uko hai, hakuna kukata tamaa. Daniela anasema mimi niliendelea na maisha yangu. Nyumba ya kina Ana ilibaki kama gofu. Nyumba ambayo hawezi kukaa mtu. Kwa nini nasema hawezi kukaa mtu? Hapa ni nyumbani kwa mamangu. Mimi sijabarikiwaga sana kurudi hapa nyumbani. Kwa hata nilipoolewa nilienda kwenye mji wangu, nikaendelea na maisha yangu. Kuna watu ambao ni family waliamua ile nyumba kuisafisha, wakaweka wapangaji. Mpangaji wa kwanza alihama, mpangaji wa pili akahama,
wapangaji wanapokuja kupanga wanaambiana, hakuna mtu alikuwa akiishi kwenye ile nyumba. Hakuna mtu alikuwa akiishi kwenye ile nyumba. Na mimi nimeendelea na maisha yangu, unajua. Endelea na maisha yangu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki, anaitwa Daniela. Daniela anasema, katika safari yangu ya maisha mimi Daniela nimejifunza mambo makubwa sana. Ninaamini mtu anaweza akabadilishwa hatima yake. Nikizungumza hivi unaweza ukawa unasema hiki ni kitu gani unazungumza? Inawezekana. Inawezekana hata maisha unaishi sio ya kwako. Inawezekana. Mimi nilikuwa nikiambiwa hiyo sentence ninakataa. Nasema hicho ni kitu gani watu wanazungumza? Lakini inawezekana. Nilielezwa mchawi anaweza akaiona kesho ya mtu. Yaani si hivi wewe mtu umekaa wewe mwenyewe hujui kesho yako, wewe hujui. Lakini mtu anaweza akaona kesho yako. Akakiona kwa kupitia kibali ulichokuwa nacho. Na akaona wewe ndio unaenda kuwa fulani kwenye familia. Na akaharibu. Sasa kwa sababu wazazi wangu walikuwa ni watu ambao na wao hawakupata neema hii ya kujua hayo mapema. Walinilea katika namna ambavyo wao walinilea. Lakini kumbe sikutakiwa kulelewa kama nilivyolelewa. Na hii imenifanya mimi nimekuwa mama bora sana kwa watoto wangu. Kwa sababu nimejua lazima niombee sana familia yangu, watoto wangu. Lazima niwalinde kwa maombi tu. Na hivyo ndivyo ambavyo naweza nikalinda watoto wangu. Kwa hiyo niko nasisitiza mama, baba, popote ulipo, kama familia yako mmekuwa mmejisahau, si ile ya kuzingatia sana ibada. Kama ni Muislamu, kama ni Mkristo, ni Pentecoste, ni Mroma, ni nini, zingatieni ibada. Nachoamini shetani hana nguvu pale ibada inapofanyika kwa usahihi. Ina maana mtoto atazidi kukua kwa maadili ambayo unamlea, lakini hata uharibifu wote unapokuja hautampata. Na hata kama ukimpata hautammaliza. Wazazi wangu wamekuwa wanatumia njia kwenda kwa waganga. Na huenda njia hizi ziliendelea kuwa kichocheo cha mimi kuendelea kuharibiwa. Kwa sababu ni kweli walikuwa wakiniangaikia wakiniletea mganga, ndo hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Lakini namshukuru Mungu kwa yote. Yeye ambaye amezidi kunipigania, amezidi kunipa uhai mpaka leo. Ninamshukuru Mungu kwa hayo, asubuhi, mchana, jioni, maana amenisaidia. Naamini wako watu wengi wanapitia changamoto kama hizi. Mimi ni nani ambaye mpaka Mungu anipe nafasi nyingine? Kwanza anibadilishe tabia yangu. Kitu kingine anipe nafasi ya kumjua yeye na nikamfurahia yeye. Anipe nafasi ya kumpata mume, anipe nafasi ya kupata mtoto, anipe nafasi ya kupata kazi. Mambo ambayo yalipaswa kuwa nyakati za nyuma, lakini amenirejeshea katika majira haya. Ninamshukuru Mungu asubuhi, mchana, jioni. Daniela anasema, mimi napenda kuwatia moyo sana watu ambao wana changamoto kama zangu. Najua wako kwenye jamii zetu, inawezekana ikawa sio kila familia, lakini ziko familia zina ndugu ambao wana changamoto kama ambayo mimi ninayo. Inawezekana ni wewe ndio uko kama mimi, unateswa na hali fulani. Ulikuwa tu uko vizuri tu. Ulikuwa uko vizuri, unafanya kazi zako vizuri. Katika namna ambavyo nimekutana na watu wenye changamoto, hata kuna mtu mmoja anasema alikuwa kazini, anafanya kazi yake vizuri tu, akaanza kulewa, akaanza kunywa pombe, anasema yani najikuta tu nakunywa pombe. Na kati sikuwa ni mtu ambaye anapenda vilevi, lakini nakunywa pombe mpaka akafukuzwa na kazi. Akawa kama mwendo wazimu. Siku hizi amefika hatua anakunywa haeleweki. Wako watu kwenye familia zetu wamepatwa na hali kama hii. Na wakati mwingine tunawachoka, tunaamua tuwapeleke huko wakapate matibabu, waendage huko, maana tumechoka matendo yao. Kuna wengine tumewapoteza, hata wameshapoteza maisha kwa kudokoa vitu. Unakuta mtu anakuwa na hali ya kilevi fulani, akikosa anaamua kwenda kuiba. Anaiba hata sufuria, anaiba yani hata mikeka. Unakuta watu wenye hasira mbaya wanamuua. Basi mambo yanakuwa yameishia hapo. Lakini natamani kusema watu wenye matatizo kama haya, sisi kama jamii tusiwaache.
tusiwakatie tamaa. Kama ambavyo mama yangu hakunikatia tamaa, natamani kuiambia jamii yangu na mama popote pale ulipo, usimkatie tamaa mtoto wako mwenye hali kama ya kwangu. Kuna watu wengine wamekosa watu kabisa wa kuangalia. Mwache atafiaga tu uko barabarani, siku atagongwa na gari atakufa. Hakuna mtu wa kumwangalia anakula nini, hata asipoonekana mwezi hakuna mtu anayehangaika. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa nikikaa mwezi mingapi mama anaweza kanitafuta, akaenda hadi polisi kunitafuta nilipo. Lakini kuna wenzangu waga watafutu, lakini sio kwamba tunapenda kuwa hivyo. Viko vitu vinatesa maisha yangu. Uko uchawi unatesa maisha ya watu. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Daniela. Na Daniela anasema hata kama ni vitu vya kurithi kwenye familia. Yaani kuna vitu vimerithishwa viko kwenye familia. Kuna mjomba alikuwaga hivyo, alipofika level fulani akawa hivyo. Kuna fulani alikuwa hivyo, alipofika level fulani akawa hivyo. Haijalishi hiyo hali imekuja kwenye mazingira gani. Vyote vile huyo mtu anahitaji msaada. Na msaada mkubwa ni msaada wa kwenda mbele za Mungu, kumtafutia msaada wa kiroho kwenye mambo ya kimungu. Inaweza ikawa msaada mkubwa sana kwake. Njia ambazo mimi nimepitia, hata nikisema upitie zinaweza zikawa sio msaada sana kwako. Lakini ninaamini katika Mungu. Ninaamini Mungu anaweza. Ninaamini Mungu anaweza kumbadilisha mtu. Basi simama. Mungu ana jambo anakwenda kufanya kwako, usikate tamaa. Maadamu uko hai, Mungu anaweza kufanya jambo kubwa kwako. Kuna tabia uipendi, kuna mwenendo upendi, unaona kuna vitu vinakusukuma ufanye, muombe Mungu akusaidie aondoe hicho kitu kinachokufanya ufanye zaidi vile ambavyo pia upendi kuvifanya, ambavyo vinakuletea aibu, vinakuletea madhaliliko kwenye jamii yako. Ndio. Msikilizaji, moyo wangu umejaa shukrani sana. Nilikueleza kwamba ni simulizi fupi, ni simulizi ya kitofauti kidogo, na mimi niliona ni vyema tuisimulie katika majira haya. Naamini kusukumwa kwangu kuisimulia si kwa bahati mbaya. Naamini kabisa kuna mtu mmoja kukupitia simulizi maisha yake hatabaki kama yalivyo. Nikushukuru sana kwa kunisikiliza, na nikualike tena siku ya Jumatatu tutakuwa na simulizi nyingine ndefu zaidi. Nikukaribishe sana Jumatatu. Kwa leo nikwambie asante na